Hii ni sehemu ya 20 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Sehemu ya 19 tumeishia pale ambapo Diana pamoja na wenzake waliotekwa wamefikishwa mbele ya MK kwa maana ya Mr. Killer. Ni kipi ambacho atawafanya? Endelea katika sehemu ya 20. Nikukumbushe tu kwamba endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ya Hazina ya Simulizi ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Binti Rayana sehemu ya 20. Siku hiyo waliamua kabisa kuweka wazi kuwa mabinti hao pamoja na mlinzi wao wamewashikilia wao na wahusika watapewa siku chache kuweza kuwakomboa mabinti zao. Kweli wale watu wakawapeleka kwenye chumba husika chenye mitambo mingi, kisha wakawaweka sehemu moja. Jamaa mmoja akachukua mashine moja iliyoundwa mfumo wa kioo, kisha akaitazamisha mbele yao. Mtaalamu wa kompyuta akaiwasha mashine yake na kuanza kubonyeza vitu anavyovijua, kisha yakatokea maneno yaliyoandikwa kwa jina la Kiingereza yaliyosomeka kama hack. Alipolifikia neno hilo akaliruhusu, kisha akabonyeza button ya enter. Ndipo vitu vyote vya runinga vikakata mawasiliano na kuwaonyesha mabinti wale. MK akaanza kujinadi na kutamba mbele ya kioo hicho. Ufafanuzi wa MK kwa Kadamnasi ukajieleza kabisa kuwa hana mchezo katika hilo. Alipania haswa kwa hilo. Baada ya kutamba kwa maneno mengi, MK akamsogeza mmojawapo udhihirishia umma kuwa wapo matatani na wanahitaji kuokolewa. Baba, tunakuomba utuokoe, tutakufa huku. Tunaomba utusaidie. MK akumpa muda mwingi wa kujimwaya mbele ya kioo hicho. Akamvuta na kumrudisha nyuma, kisha akachomoa kisu kilicho na mng'aro kama ishara ya ukali wake. Tunawapa siku 2. Hivi viumbe mje kuvitoa kabla tujatenganisha shingo zao. Ni rahisi sana kukata hizo shingo, MK akaongezea, kisha akazitaja namba za mawasiliano. Sehemu ya nyumba tulivu kabisa iliyopokea upepo mwanana uvumao toka baharini. Uzio mkubwa uliozunguka nyumba hizo ikaonyesha picha halisi kuwa mkaaji wa eneo hilo ni wazi kuwa ana pesa za kutosha. Miti ya mvuto iliyoyumba huku na huko kutokana na utulivu wa eneo hilo ikawavutia sana ndege aina mbalimbali na wenye rangi tofauti waje kwa wingi na kufurahia hali ya hewa. Lakini japokuwa hali yote ya hewa kuwa hiyo, haikumweka sawa kabisa mtu aliyekuwa katika jumba hilo. Mtu huyo mwenye mvi kwa mbali, sura ya mviringo, mwili wake ulivimba kidogo na kutengeneza jina kwa watu la miraba 4. Ndevu zake zilizochongwa vizuri na kutengeneza umbo la O. Miwani yake ambayo alizoea kuipachika chini ya macho yake, yani juu ya pua, haikuwepo tena mahala pake zaidi ya kuiweka kwenye meza iliyo pembeni. Sura yake ikaonekana wazi, haikuwa na tumaini la furaha kama ilivyo kawaida yake hapo nyuma. Mawazo tele ndiyo kitu pekee kilichochukua nafasi katika upeo wa ubongo wake. Wakati jamaa huyo anaendelea kuteseka kwa mawazo yasiyokatika, mara akashtuliwa na mlio wa simu yake toka mfukoni. Naam, ni mlio mfupi wa ujumbe ulioshtua kwa mvuto mzito. Akavaa miwani yake ambayo ilisaliti sehemu yake muda mchache uliopita. Akaufungua ujumbe huo na kuanza kuusoma. Ni kama alimwagiwa na maji ya baridi. Jinsi alivyosoma ujumbe huo ni ujumbe mzito mno. Haukuwa wa kawaida kabisa katika serikali ya kichwa chake. Hali ya kuteswa ikamwongezeka maradufu. Wakati anaendelea kuumiza kichwa meseji hiyo, mlio wa gari ukawa unavuma toka nje ya geti. Mlinzi wa nyumba hiyo akachukua nafasi yake kulifungua geti na kuiruhusu gari hiyo ingie ndani. Murano nyeusi iliyo na mng'aro ikaegeshwa ndani na sura ya mwanamke ikashuka, huku naye akiwa hana furaha hata kiduchu. Akafunga mlango wa gari lake na kuanza kujongea alipo yule jamaa aliyeachwa hoi na ujumbe ulioingia katika simu yake. Hatua hizo za mwanamke huyo hazikukinzana sana na zile za kinyonga, kwani zilikuwa ndogo mno, ila utofauti wa hatua zake na za kinyonga zilitenganishwa na kitu kimoja, yani mwendo wa kinyonga ni mdogo na mwenye malingo, lakini hatua za huyu mwanamke zilikuwa za upole zisizo na malingo, zaidi ya huzuni pekee. Akamfikia jamaa huyo na kuketi pembeni bila kuongea chochote. Sasa akawa anashindana na chozi ambalo lilikuwa linamlengalenga usoni mwake,
lakini jitihada zake hazikuzaa matunda kabisa. Machozi yakaanza kumvuja na kulowanisha mashavu yake, huku bila sauti ya kilio kusikika. Ni kilio kilichojaa uchungu mno, kitu ambacho kilichomfanya jamaa huyo naye aanza kuitoa miwani yake na kuanza kutokwa na machozi kidogo kidogo. Hatimaye yakamjaa, lakini hakukuwa na kilio cha sauti. Akamvuta mwanamke huyo na kuanza kumbembeleza. Hawajatulia, ukaingia ujumbe mwingine kwa namba ile ile ikisisitiza jambo fulani. Jamaa huyo akafungua tena ujumbe huo. Hapo akahisi kunyong'onyea kabisa. Hajapata kusema neno lolote, ujumbe mwingine ukaingia. Ulikutwa kwa njia ya mtandao wa WhatsApp. Alipofungua akaona kuna picha zilizoanza kujipakua zenyewe. Macho akamtoka, akaiweka simu mezani, na ndipo mwanamke huyo akapata kutia macho katika jumbe zile, na yeye akaanza kuhisi maluelue kichwani mwake. Akajikuta anaachia ukelele mkali, mpaka baadhi ya ndege waliokuwa wakifurahia upepo wa eneo hilo wakawa wanakimbia wakihisi kuna kitu kibaya kinawawinda. Tunakupa masaa 12 stadio letu liwe limeongezeka. Fanya hima kabla shingo ya mwanao hatujaondoa sehemu yake. Moja ya jumbe hizo zilizosomeka katika simu ya jamaa huyo ni ujumbe wa kuogopesha sana. Mbaya zaidi, ukaingia ujumbe wa picha iliyomwonyesha mtoto wao anatokwa na damu puani. Vichwa vikaanza kuwagonga na hisia za kufariki kwa mwanao zikaanza kutanda. Muda mfupi baadaye, wakiwa wenye simanzi, simu ya jamaa huyo ikaanza kuita. Wakasita kulia na kila mmoja akawa anakodoa macho yake kwenye kioo cha simu. Namba ngeni hii. Jamaa huyo yakamtoka maneno bila kujitambua. Akaisogeza simu na kuipachika kiganjani. Akabonyeza sehemu ya kupokelea, kisha akaivuta taratibu mpaka sikioni. Halo? Halo? Sauti ya chini chini ikamtoka jamaa huyo. Umebakiwa na masaa 6 tu. Fanya hima, usipofanya hivyo. Sauti ya kiume kutoka jamaa wa upande wa pili wa simu akazungumza. Tuangalie upande mwingine. Wasaa matata kwa kila mmoja hapa duniani. Wasaa ambao hata siku moja haukuwahi kuwa mzuri kwa usalama wa binadamu. Usiku wa giza kabisa, lakini giza hilo halikuwazuia vijana watatu walio ndani ya gari jeusi pembezoni mwa uwanja. Mmoja kati yao alikuwa na mwili mkubwa, mikono yake yote ilitapakaa michoro ya tatuu. Utadhani ni ubao watumia watoto wa chekechea kuandikia. Pua yake iliyochukua nafasi kubwa kwenye sura yake ikaonekana dhahiri kabisa. Midomo mieusi iliyomipana, unaweza sema ana undugu kabisa na kiboko. Macho yake yenye rangi nyekundu hayakuweza kutofautishwa na mlaji wa mmea haramu. Sura yake iliyogopesha haswa. Mtu wa pili kutoka kwa hili jamaa lilokaa upande wa siti ya nyuma kulikuwa na sura ya kike mwenye umbo la haja mno. Kifua chake kilituna kwa mbele kutokana na ujengefu wa matiti yake yaliyo ya wastani. Macho yake makubwa na yenye ulegevu, kwa haraka tu umuonapo unaweza kusema alikuwa kapakia pombe, tena zile ziitwazo pombe kali. Kichwani alikuwa na nywele fupi zilizokatwa kwa mtindo wa panki. Hakuwa na heleni hata kipini kama ilivyo kawaida kwa wasichana wengi. Chini alivalia raba nyeusi zilizoendana sawa na jinsi aliyoivaa, tisheti isiyo ya maandishi, ama kwa majina mengine ya vijana hupenda sana kuita manga. Ilimkaa sawasawa msichana huyo, lakini japokuwa alikuwa kapendeza sana kuwashinda baadhi ya wasichana wenzake, alikuwa na tabia tofauti kabisa na wenzake. Huyu alikuwa fundi wa kuvuta moshi wa mmea haramu. Ni fundi haswa wa kutumia pombe zenye ukali wa hali ya juu. Pembeni ya gari hilo kulikuwa na mtoto mwenye mwili mnene akiwa amelala fofofo kabisa. Hakuelewa chochote kinachoendelea kwenye dunia hii zaidi ya usingizi uliompeleka kuwa nusu mauti. Alichomwa sindano ya usingizi kila alipojaribu kufungua kope zake. Gari lote kimya, mihemo ya pumzi tu ndio ilichukua nafasi yake. Kwa mbali mwanga wa taa unaangaza kiwanjani hapo, huku ikipunguza mwendo taratibu. Hatimaye ikasimama mita kadhaa kutoka kwenye ile gari ya wale jamaa wenye mtoto ndani yake. Jamaa huyu mwenye pua kubwa akaitoa simu iliyokuwa inaunguruma, akaipokea huku akitoa tabasamu pana lenye furaha. Baada ya kuongea maneno machache, msichana huyo akatoa bastola yake na kuishikilia mkononi vizuri. Akamvuta mtoto yule ambaye kwa muda alianza kutikisika, kuashiria kuwa anaenda kuamka.
kwa umakini, msichana huyo akanyata huku amemshika mtoto, akisonga kuelekea sehemu ulipo mwanga wa gari ile. Kazi hiyo haikuwa ngumu kwao, kwani walishakabidhi mtoto wa tajiri yule na kupokea pesa nyingi mno. Wakaingia kwenye gari yao na kutoka kwa kasi ya ajabu. Breki ya kwanza ilikuwa kwenye ngome yao ya MK. Wakaingia mpaka ndani na kuwakuta akina Bosco pamoja na wenzake wakifanya mazoezi. Wakapitiliza mpaka sehemu yao husika. Bwana hii misha mbona inakuwa ngumu hivi? Bosco akauliza wenzake huku akinyanyua chuma kizito. Ngumu namna gani? Akauliza mmoja wao, na Bosco akajibu kuwa ugumu wa kazi yao unatokana na kuchukua muda mrefu tofauti na walivyotegemea. Mvumilivu hula mbivu mzee, sio kihivyo bwana. Wakaendeleza mjadala huo huku hakuna hata mmoja aliyesaliti mazoezi hayo na kujikuta katika maongezi. Huku uraiani, kipande cha video kilichorushwa kupitia katika vituo vyote vya runinga kikiwaonyesha watekaji waliowateka mabinti wawili pamoja na mlinzi wao, iliwaacha hoi sana watazamaji. Rais naye alipoiona video hiyo alihisi kupagawa, kwani tu kama wataalamu wa kompyuta hawakuweza kabisa kugundua sehemu watekaji hao wanapatikana. Naam, hiyo ni sehemu ya 20 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Ni kipi ambacho kinafuata katika simulizi hii? Usikose kufuatilia sehemu ya 21 ya simulizi hii. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Simulizi ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Binti Rayana.